Katika juhudi za kuimarisha ushiriki wa wanawake kwenye nafasi za uongozi, Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA Zanzibar kinaendelea kutekeleza mradi muhimu wa wanawake na uongozi ambao unalenga uwakilishi wa wanawake katika nafasi mbalimbali za maamuzi ndani ya jamii, taasisi za serikali na mashirika binafsi. Mradi wetu una lengo la kuongeza ushiriki wa wanawake. Sasa unapokuwa na intention kama hii, unahitaji uwe very keen katika kupata hizo taarifa. Sasa wakati tunatekeleza mradi, taarifa ambazo tulikuwa tunazipata ni kutokana na ile scope ya implementation ya project yetu. Mradi wetu ulikuwa ni wa wilaya zote 11. Lakini wakati mwingine kupata hizi taarifa za ushiriki wa wanawake au wanawake viongozi ilikuwa inatuia vigumu, kwa sababu ni taarifa ambazo tulikuwa tunazipata zilikuwa ziko very scattered. Maana hatuzipati kwa ukamilifu wake katika taifa letu la Zanzibar. Sasa tukahisi kwamba kuna changamoto kidogo ya keep record information za wanawake viongozi. Unaweza ukaenda kwenye chama cha siasa ukakuta kwamba wanawake ambao ni viongozi, lakini ile utaratibu wa kuweka taarifa au kumbukumbu kwamba tuna idadi hii ya viongozi, wanawake ni kadhaa na wanaume ni kadhaa sawa na asilimia ngapi, huu utaratibu haukuwepo. Katika utekelezaji wa mradi huu, TAMWA Zanzibar inaendelea kukutana na wadau mbalimbali ili kufanya kazi kwa ufanisi. Na hapa imekutana na wadau wa serikali na binafsi kwa kushirikiana na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ili kujadili namna bora ya ukusanyaji wa takwimu sahihi zinazohusu ushiriki wa wanawake katika uongozi. Tukahisi kwamba au tukakubaliana kipindi kile, kwa vile tunayo platform yetu ya kitaifa na ya kiserikali ambayo ni Office of OCGS ambayo inaweka hizi taarifa za masuala mbalimbali kama swala zima la udhalilishaji na masuala haya wanawake viongozi. Lakini kwa kipindi kile ilikuwa nafasi ambazo zilikuwa zinarekodiwa zilikuwa hazijakidhi yale mahitaji ambayo tunayataka from the grassroots to national level. Kwa tukafanya mazungumzo na kwa pamoja tukakubaliana ipo haja ya kuweka kumbukumbu ya taarifa hizi za wanawake viongozi katika nyanja mbalimbali. Na kwa vile OCGS wao wana sources of information, wana vyanzo ambavyo wanavitumia kupata hizi taarifa, tukubaliana kwa pamoja ni nafasi zipi ambazo tunazitaka tuweke kumbukumbu. Baada ya kukubaliana hivyo tuka-identify wadau ambao ndio sisi ambao tunaonekana hapa kwa ajili ya kuja kupeana hii umuhimu wa kukeep information hizi taarifa za wanawake viongozi, lakini play role gani kwa kila mmoja katika nafasi yake katika taasisi yake ambayo anatoka, ili kuhakikisha kwamba wanaipa kipaumbele ili swala la kuweka kumbukumbu za taarifa hizi za wanawake viongozi. Haitosaidia OCGS wala haitosaidia TAMWA peke yake wala Pegao peke yake na Juwazo kwa ujumla, lakini kwa taifa kwa ujumla. Unapojenga utaratibu wa keep record, sio tu wanawake viongozi, taarifa zote ambazo zinahusu taasisi yako, inakujengea uimara na kujengea uwezo kuonekana kwamba taasisi yako iko vizuri katika swala zima la takwimu. Takwimu ni msingi wa mafanikio ya mradi huu, kwani zitasaidia kuonesha hali halisi ya ushiriki wa wanawake katika uongozi na pia kuwezesha kufuatilia maendeleo ya utekelezaji wa mikakati ya kuongeza uwiano wa kijinsia katika nafasi mbalimbali. Bila takwimu sahihi ni vigumu kujua kiwango cha changamoto zilizopo au kupima mafanikio ya jitihada za muda mrefu. Takwimu hizo ni muhimu sana kwa sababu zinatusaidia kuona usawa wa viongozi wa jinsia, kwamba ushirikishwaji wa wanawake na wanaume kwenye nafasi za viongozi ukoje. Kwa hiyo zinatusaidia, lakini pia zinafanya tathmini ya programu mbalimbali, lakini pia zinatengeneza sera ambazo zinasaidia kuleta chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa sababu panapokuwepo usawa wa viongozi wa jinsia zote mbili za wanawake na wanaume, ina maana ule ushirikishwaji unakuwa mkubwa, lakini pia kwamba hata maendeleo yetu yanaongezeka kwa kasi, kwa sababu kwamba kila mmoja analeta mawazo yake kutokana na ile hali anayoiona kule chini. Kwa hiyo tutawezaje kushirikisha au kuandaa bajeti zetu hivyo kama hatuna takwimu? Kwa hiyo kwanza tuweke mikakati ya upatikanaji wa takwimu hizi, na takwimu ziwe bora, ndizo ambazo zitatusaidia sasa katika kupanga hiyo mipango ya maendeleo. Baadhi ya changamoto zimekuwa zikikwamisha upatikanaji wa takwimu hizo. Mara nyingi swala la kusanya taarifa tunakusanya kipindi cha uchaguzi, au labda pengine kuna mradi kama hivyo umekuja ambao unahitaji takwimu za wanawake viongozi,
ndio tunaingia mbioni kama kufanya utafiti, kufanya study ya aina yote ili kuweza kupata takwimu. Au kwa sababu sasa hivi tunaelekea uchaguzi, hebu tujue wanawake ni wangapi. Lakini ukimaliza uchaguzi tena hapo taarifa zinapotea au hakuna ile attention tena kusema kwamba tuweze keep record hizi information na masuala ya wanawake na viongozi. Kuna baadhi ya taasisi au vyama vya siasa unaweza kwenda kutaka taarifa kwa good faith, kama nataka kupata statistic ya wanawake viongozi kwenye chama chako, lakini bureaucracy ikawa kubwa, kuna ule kuficha taarifa, unaambiwa hizi taarifa zina usiri kidogo, kwa hiyo unaweza ukazipata lakini mchakato ukawa ni mkubwa sana kuweza kupata hizo taarifa. Bado Zanzibar tunahitaji kuwa na coordinated institutionalized approach, tuwe na uratibu mfumo au tuwe na mfumo ambao unaratibu masuala haya ya wanawake viongozi ambao upo katika ngazi ya kitaifa. Ili kulitimiza hilo, tukaja na idea ya kutengeneza national database initiatives kama ni njia moja wapo ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna strong system ya kuweza kukusanya taarifa za Zanzibar nzima zinazohusiana na masuala ya wanawake viongozi. Na hiyo ni OCGS ambao wanairatibu, na tunatakiwa sisi kama wadau, kila mmoja wetu play role yake vizuri kuhakikisha kwamba ni wajibu wangu wa keep information, keep record hizi information na kuzisubmit kwa OCGS. Ripoti ikitoka inakuwa sio ripoti ya OCGS, ni ripoti ya Zanzibar ambao kila mmoja ameweza contribute kupeleka taarifa zake mahsusi kwa mujibu wa taasisi ambayo anaifanyia kazi. Kwa upande wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, imeandaa mfumo maalum utakaosaidia kukusanya data za takwimu za wanawake katika taasisi mbalimbali za serikali na binafsi, kuanzia ngazi za chini hadi kufikia ngazi za maamuzi. Kwa hiyo ndio maana tumeitana leo hapa kwa ajili ya kutengeneza kwa pamoja huu mfumo. Sisi tumeandaa majadwali ya awali ambayo kwamba majadwali haya tunaweza tukakubaliana leo kwamba yawepo hivyo au tukayaboresha kutokana na uzoefu wetu wa takwimu zetu zilivyo kule. Lakini pia kama hatukusanyi hizo takwimu, basi tunaomba tukitoka hapa leo sisi ndio tuwe champion au ndio wadau au ndio focal person ambao kwamba watatusaidia kukusanya takwimu hizo na kuipata. Hadi sasa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali imeanza kuweka au kukushanya hizo takwimu, ambao wapo baadhi ambao wanazileta hizo takwimu, na takwimu hizo tulizoanza kukusanya so far kwamba tunazo takwimu za Baraza la Mawaziri, Baraza la Mapinduzi, manaibu waziri, lakini pia viti maalum, lakini pia hata za wabunge waliogombea nafasi zilizoteuliwa. Tayari hizo takwimu zipo na zipo kwenye abstract, statistical abstract tunatoa kila mwaka. Kwa hiyo hizo takwimu zipo, tumeanza kukusanya. Lakini hazitoshi, kama tulivyosema, tunataka tufike mpaka ngazi ya chini kabisa. Ngazi ya chini kwenye shehia zetu, ngazi za chini kwenye ofisi zetu. Kwamba zote, kwamba hata mimi nilosema hapa kwamba ni mkuu wa division basi nijumuishwe. Kwa hiyo lengo letu kuu ni kutoa kwenye ngazi tofauti tofauti. Kila ngazi ya uongozi basi tuweze kuiripoti kwa jinsi yao. Wanawake wangapi, wanaume wangapi. Washiriki wa mkutano huu wanasema uwepo wa mfumo huu utasaidia serikali kuweka uwiano wa kijinsia katika nafasi mbalimbali za maamuzi. Kwa muda mrefu kulikuwa kuna gap ya taarifa za jinsia ambazo zinaendana na uwiano katika nyadhifa mbalimbali katika sekta binafsi na serikalini. Taarifa hizi kwa muda mrefu zilikuwa hazipo, na mpaka sasa hazipo. Zote zilizokuwepo mpaka sasa ni zile za nyadhifa za juu. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi ya level ya juu. Ukija katika level ya kati hapa hakuna. Hata tulivyokuwa tunaonyeshwa huko ndani kwamba wanazo zile taarifa za viongozi kama vile mawaziri, raisi na wengineo. Lakini katika level ya kati hapa wakurugenzi, wakuu wa vitengo, hizo hazipo. Sasa hizi taarifa tukizipata zitasaidia sehemu nyingi kwa huku tunakokwenda, kwa sababu sasa hivi tunataka tukabalance gender, tuna viongozi wanawake na wanaume katika kuleta maendeleo ya nchi. Kwa hiyo tukizipata hizi, watu wa mipango na watunga sera zitawasaidia katika kutunga sera. Kama ilivyo kwamba wanawake kwa kiasi kikubwa
wamekuwa hawaingii katika masuala haya ya uongozi, lakini kupitia katika huu mfumo tunategemea sasa kufuatilia hatua kwa hatua kuona ni jinsi gani wanawake wanavyoshirikishwa, lakini pia wanavyoengage katika masuala haya ya uongozi. Tulikuwa tunahamasisha zaidi kuona kwamba wanawake wanashiriki katika ngazi mbalimbali za kimaamuzi, lakini kama wanavyosema kwamba kwa wakati ule tu kwa maana yake walikuwa hawajaanza kuratibu ile swala la kuchukua takwimu. Kwa walikuwa zaidi wamefocus kuangalia zaidi kwamba namna gani kwamba wanawake wanashirikishwa. Kwa sasa hivi tunachotakiwa kuona sasa ni wangapi wameshirikishwa, ni wangapi. Kwa hiyo sasa kila jambo linaenda na muda. Kwa muda sasa hivi umefika na ni muda mwafaka, ndio maana kwamba wameanzisha sasa hivi. Lakini ili kuboresha mfumo huu, maana yake zaidi elimu inahitajika zaidi kwa ngazi zote. Maana sisi leo tupo kama maafisa wa serikali, tupo hapa kupata hii taaluma, lakini kuna haja sasa na katika ngazi zetu za chini, hasa katika ngazi za shehia, wananchi nao kuelimishwa na kufahamishwa juu ya swala hili ambalo linaratibiwa kitaifa na ofisi ya takwimu kwa sasa. Mradi wa wanawake na uongozi ni moja ya mradi ya kimkakati unaolenga kusukuma mbele usawa wa kijinsia hapa Zanzibar. Takriban wanawake 503 wamejengewa uwezo na hadi sasa 37% ya wanawake wanashika nafasi mbalimbali za uongozi, ingawa lengo ni kufikia uwiano wa 50-50. Mradi huu unatekelezwa na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA Zanzibar, Juwauza, Pegao na Zafela, chini ya ufadhili wa ubalozi wa Norway. Safia Hussein, ASAM Online TV.